بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuko ndani ya siku tukufu baada ya mahujaji kutekeleza ibada ya haji, na Allah subhanahu wa ta'ala awapokelee ibada zao wale ambao waliokwenda katika ibada ya haji, kadhalika na wale ambao hawajajaliwa kufika. Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe na wao wafike huko kwa ajili ya ibada tukufu. Ndugu zangu Waislamu, tukiwa ndani ya siku tukufu, siku ya Eid, tutakumbushana alqalbu salimu wa alamatun tadullu alayhi, moyo uliosalimika na alama ambazo zinazojulisha kwamba huu ni moyo ambao umesalimika. فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. نكوسيني كذلك نيوسيا نفسي yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. فهي زاد المؤمنين, kwani takwa ndio zadi maslufu ya mu'min, wa sabilul faizin, kadhalika na njia ya wale ambao wenye kufaulu, wenye kufuzu. Ayuha almuslimun, inna min a'zami ma yahtaju ilayhi al-'abd, katika mambo ambayo yaliokuwa makubwa anayohitajia mja fi dinihi wa dunyahu, katika dini yake na dunia yake, an yakuna lahu qalbun salimun, ni yeye kuwa na moyo ambao umesalimika. Qalbun tahirun, moyo ambao umetwaharika, min ashirki wal hiqdi, kutokana na ushirikina, kadhalika na chuki, wal hasadi, kadhalika na uhasidi, wal riyai wal kibri, kadhalika na riya,
kadhalika na kibri. Yaqulu al-haqq tabaraka wa ta'ala, Allah anasema yawma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo haitomfaa mtu mali wala watoto, illa man ata Allah biqalbin salimin, isipokuwa yule ambaye atamwendea Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye atakayemjia Allah subhanahu wa ta'ala biqalbin salimin, kwa moyo ambao umesalimika. Ash-Shu'ara aya 88-89. Ibadallah, falqalbu salimu, moyo ambao umesalimika, huwa alladhi salima lillahi tauhidan, ni ule ambao umejisalimisha kunyenyekea katika ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, moyo unaompwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Walibadihi rahmatan wa ihsanan, kadhalika na kwa waja wa Allah anakuwa ni mpole, kadhalika na kuwafanyia wema. Moyo wako lazima utazame kwamba haya uko nayo. Ikiwa huna haya, maana yake bado moyo wako haujasalimika. Ikiwa moyo wako una chuki, moyo wako una vifundo, basi tambua kwamba bado moyo wako haujakuwa salama. Ibadallah, wa Eidul Adha, na Eid ya kuchinja, hii sikukuu ya kuchinja, yudhakiruna bihadha almaana alazim. Tambueni ya kwamba Eid hii inatukumbusha maana hii ambayo iliyokuwa tukufu, ambayo ni kubwa, ina nafasi kubwa mbele ya Allah. Fa Ibrahimu alayhi salatu wasalam, Nabiullah Ibrahim qaddama ta'at Allah, ametanguliza taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in, juu ya kila kitu. Ibrahim alitanguliza taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu. Fakana sahiba qalbin salimin, akawa ni miongoni mwa watu ambao moyo wake umesalimika. Mukhlisin, bali moyo wake, bali yeye mwenyewe akiwa na ikhlasi, akiwa ni msafi. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, anasema Ibn al-Qayyim, alqalbu salimu, moyo uliosalimika, huwa alladhi salima min kulli shahawatin, moyo usalimika ni ule ambao umesalimika kutokana na kila matamanio, tukhalifu amra Allahi, matamanio ambayo yanakhalifu amri ya Allah. Muislamu, upime moyo wako, ukiambiwa haya ni maneno ya haki, jambo hili halifai, hili lafaa, hili acha, je, moyo wako unapokeaje? Ikiwa bado moyo wako uko miongoni mwa wale ambao wanasema bado iko siku niombe dua, wewe moyo wako una maradhi, bado hujasalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min kulli shubhatin tu'aridu khabarahu, bali moyo ambao umesalimika ni ule ambao umesalimika kutokana na kila shubha wa habari ambazo Allah amezielezea ndani ya Qur'ani kwamba ni habari zinathibiti. Moyo wako ukakubali, ukawa ukumbali na shubuhati. Fattaqullaha ibadallah, mcheni Allah enyi waja wa Allah. Wa'lamu, natambueni ya kwamba anna min a'zami ni'ami 'ala al-'abd, hakika neema iliyokuwa kubwa juu ya mja, an yarzuqahu Allahu qalban saliman, ni Allah kumruzuku mja wake moyo uliosalimika. Wallahi jambo la kheri kubwa sana hili. Ikiwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku moyo wako ukawa umesalimika, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna Eid al-Adha, na hakika Eid ya kuchinja, yuallimuna, tambueni kwamba Eid hii inatufundisha sidqa al-imani, ukweli wa imani, wa salamat al-qulubi, kadhalika Eid
kusababisha nyoyo kuwa salama. Fa inna Ibrahima alayhi salam, kwani hakika Ibrahim lamma imtahanahu Allah bidhabihi waladihi, wakati Allah alipompa mtihani wa kumchinja mwanawe Ismail alayhi salatu wasalam, qaddama mahabbata Allah, alitanguliza mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe hujaambiwa umchinje mwanao, bali leo Waislamu wangapi ambao wametakiwa kuchinja mbuzi hawako tayari katika hilo na wana uwezo. Suala la nyama ni sadaka, wewe wajibu wako ni kuchinja wewe kama wewe. Ibrahim alipewa mtihani wa kumchinja mwanawe na aliukabili mtihani ule. Alitanguliza mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ala mahabbati nafsi, juu ya mapenzi ya nafsi yake, walwaladi kadhalika, na juu ya mapenzi ya mtoto. Hakujali mwanawe, akatazama hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa yuko tayari kuitekeleza. Fakana min ahli alqulubi salima, akawa miongoni mwa watu ambao nyoyo zao zimesalimika. Ayuha almu'minun, innal eida, hakika sikukuu, hakika idi, laysa fi thiyabi al-jamila fakat, sio tu sikukuu maana yake kuvaa nguo mpya basi, wala fil madhahiri, wala katika mambo ya dhahiria peke yake, walawi na mambo ya wapumbao, bal al-eid, bal tamwenya kwamba sikukuu al-haqiqiyyu, sikukuu ya uhakika, an yafrah al-abdu, ni mja kufurahi, bitaati Allah, kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa an yakuna qalbuhu saliman, bal qalbuhu naqiyan saliman, na pia moyo wake uwe safi na uwe umesalimika. Qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, Ali anasema inama huwa idun, hakika hapana vingine, sikukuu, liman qabila Allahu bisiyamihi, au liman qabila Allahu siyamahu, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempokelea funga yake, wa shukurahu, kadhalika na shukrani yake, akapeleka shukrani, Allah akaipokea, akafunga, Allah subhanahu wa ta'ala akapokea. Bali akasema Ali ibn Abi Talib, wa kullu yawmin, na kila siku ambayo la yusallahu fihi fahuwa idun, kila siku ambayo Allah haasiwi ndani yake, ukiamka siku hiyo hujamwasi Allah, hiyo ni siku ya Eid kwako. Haya ni maneno ya Ali ibn Abi Talib. Ayuha an-nas ibadallah, fasilu arhamakum, fasilu arhamakum, unganisheni, endeleeni na udugu wenu, endeleeni kuunganisha udugu. Wa aslihu dhata bainakum, bali na wapatanishani wale ambao wenye uadui na ugomvi baina yenu. Wa anzi'u al-hiqda, kadhalika naondoeni chuki, wal hasada, kadhalika na uhasidi, min qulubikum, katika nyoyo zenu. Ma'shara al-muslimina ibadallah, lilqalbi salimi, moyo uliosalimika, alamatun tadullu alayhi, moyo salimika una alama ambazo zinajulisha kwamba huu ni moyo uliosalimika. Minha, katika miongoni mwa hizo alama, awalan al-ikhlasu lillahi ta'ala, ni kufanya matendo, kufanya amal kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasahib al-qalbi salimi, mtu ambaye mwenye moyo unasalimika, la yabtaghi bi'amalihi, hatafuti kwa yale matendo yake, illa wajha Allahi, isipokuwa uso wa Allah. Mtu yoyote ambaye
moyo wake umesalimika, matendo yake akiyafanya hawezi akafanya kwa sababu ya mtu, hawezi akafanya kwa sababu ya watu, hawezi akafanya kwa sababu ya sum'a na riya. La riyan wala sum'atan, hawezi kufanya kwa ajili ya kujionyesha, wala hawezi kufanya ili watu wamsikie kwamba anasema nini, kitu gani amefanya. La, ukiona hivyo unafanya matendo, lengo lako watu wakusifie, wewe moyo wako bado una maradhi. Thaniyan, alama ya pili ambayo inajulisha moyo uliosalimika, salamatu sadri, ni kusalimika kifua, min alhiqdi, kutokana na chuki, walhasadi, kadhalika na uhasidi. Ni lazima moyo wako utazame wewe una chuki nani na nani. Haya mambo tunayakariri sana, na nitaendelea mimi kuyakariri sana mpaka kila mmoja ajue kwamba adawatu salafia, dawa hii inawalingania watu katika udugu wa kweli, na sio udugu wa kuchekeana. Ukicheka basi hakikisha kwamba zile cheko zinatoka ndani ya moyo, iwe ni kweli unacheka, na ukikasirika ajue kwamba umekasirika kwa sababu ya dini. Huu ndio udugu wa kweli. Lakini wewe na huyo uliokaa naye hapo kwa muda huo, mtazame una uadui naye kiasi gani. Tatizo ni nini? Kwamba kama ni udugu, ni kweli udugu upo, fahuwa yuhibbu li ikhwanihi, mtu ambaye moyo wake umesalimika, kifua chake kimesalimika, huyo anawapendelea ndugu zake, ma yuhibbu li nafsihi, yale ambayo anapendelea yeye katika nafsi yake, wala yahmilu ala qalbihi, na wala abali katika moyo wake, ghiman ala ahadin, habebi kifundo akambebea ndugu yake. Achani vifundo, enyi masalafi, mna vifundo sana, mnafundiana kwa mambo ya kipumbavu kabisa, mambo ambayo hayastahili kabisa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mnahitajia nani ambaye aje awaambie maneno ya sawa, mkae katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja atazame moyo wake, kiasi gani una mapenzi na ndugu yako, mapenzi ya kweli au mapenzi tu kwa sababu ya vitu vya kidunia. Leo watu wangapi leo tunachukiana kwa sababu ya mambo ya kidunia? Haya mambo yanapita, hii dunia tu. Tutambue kwamba tunapita katika hii dunia, na haya yote tutayaacha, na tumeyakuta, wameyaacha waliokuta, kama anavyosema Al-Hasan al-Basri, mimi na wewe haya ambayo tuliokuwa nayo tutayaacha, na muda si mrefu kila mmoja anaondoka hapa. Kaa na ndugu yako utazame tatizo ni nini. Thalithan, jambo la tatu miongoni mwa alama za kujua moyo wako umesalimika, aridha biqadai Allah azza wa jalla, kuridhia qadari za Allah, qadha za Allah subhanahu wa ta'ala. Fasahibu alqalbi salimi, mtu ambaye mwenye moyo uliosalimika, ya'lam, anajua ya kwamba anna ma asabahu, hakika yale ambayo yaliyompata, lam yakun liyukhti'ahu, hakuwa kumkosa. Kutambua masala ya qadari siku zote ili usalimike, moyo wako uupe uhuru, ukisikia jambo ulipokee. Lakini leo nyoyo zetu tumezifunga, tukajaliwa kwamba mambo yanakwenda kwa uwezo wetu. Ikitokea kadari unasikia mtu amezimia, amekufa. Kwa nini? Kwa sababu hayuko tayari kuipokea kadari. Jalia mfano, wewe una nyumba, uko mbali na nyumba yako, ukapata taarifa, ukaona simu wewe. Baada ya kuona ile simu, kuna nini tena? Ukuona ule moyo ambao umefunguka kwamba pengine kuna jambo, na jambo hili la kadari ya Allah. Watu wengi, mtu akiona simu kuna nini hapo, anashtuka, utakufa kwa sababu hujatanguliza kadari. Matokeo yake anaambiwa nyumba imewaka moto, nyumba imeanguka, na yeye uko anaanguka. Ndio kaburini hiyo nyumba, kiwanja umeacha na umekwenda. Kwa nini? Hatuja kuwa na kadari katika nyoyo zetu. Yale ambayo
yaliyokupata wewe au yaliyokukosa wewe hayakuwa yenye kukupata, na yale yaliyokupata yakuwa yenye kukukosa. Wama akhtaahu lam yakun liyusibahu, yale ambayo yaliyomkosa hayakuwa yenye kumpata. Rabian, jambo la 4, arrahmatu binnas. Arrahmatu binnas, kuwa na rehma, huruma, upole kwa watu. Fa walayul janib, nao ni upande wa ulaini, kuwa na ulaini upande wa ndugu zako. Tibu kalami, kuwa na maneno mazuri. Leo wengi wetu hatuna maneno mazuri, tunabeba usalafi lakini bado katika nyoyo zetu hatujakuwa na maneno mazuri. Kila mmoja awe makini katika mambo haya. Unapoongea na ndugu yako katika jambo lolote lile, kuwa makini katika kujibizana naye. Unaweza ukamjibu neno moja, hilo neno usiweze kulitibu, na hivi ndivyo ilivyo. Jeraha la neno ni baya zaidi kuliko la upanga, kama wanavyosema Waarabu. Kwa hiyo chunga haya maneno yako unapokuwa unaongea na ndugu yako Muislamu. Yafu wa yasfahu, yafu wa yasfahu wa yuhsinu, anasamehe bali anafanya vizuri. Naam, falqalbu salimu, moyo usalimika. Huwa alqalbu alladhi, nao ni ule moyo ambao tatahara min amradhi kathira, ni ule moyo ambao umetoharika na maradhi mengi sana. Moyo usalimika ni ule ambao umesalimika au umetoharika, umekuwa mbali na maradhi mengi sana. Wa min akhtariha, na miongoni mwa maradhi ya moyo ambayo ya hatari zaidi, ashuhu wal bukhlu, uchoyo wa moyo, ubakhili. Watu wengi ni wachoyo, wana ashuh. Ashuh ni mbaya zaidi kuliko al-bukhl, ubakhili. Kuna watu ni mabakhili, si kuamini katika dini bali katika nafsi zao, si kuamini katika nafsi zao bali kwenye familia zao. Watu mpaka siku ya Idi, siku ya Idi uwezo anao wa kuvaa nguo ambayo inaeleweka, lakini atavaa nguo ya ajabu kabisa. Nenda kwenye kula kwake hakueleweki, familia iko ovyo, furaha kuna. Mcheni Allah ni wanaume. Ni masalafi hao wanatangulia, hawakuwa hivyo. Walikuwa wanasimama kusimamia familia zao, walikuwa wanasimama kuangalia wanakula nini leo, hasa siku kama za leo. Walikuwa ni watu ambao wanasimama na kwa makini. Lakini sisi leo mtu anaandaa pesa yake ya juisi, nafsi yake mwenyewe, hajali familia yake. Tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala katika haya. Ubakhili katika dini ya Allah, leo watu wengi sana Allah ametupa neema ya mali, lakini je, hizi mali tuzitumia katika dini yake? Tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila uliyopewa mali akae na tafakari kiasi gani unaitumia mali yako katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio moyo usalimika. Ikiwa wewe ni miongoni mwa wale ambao mali zao wanatumia mambo yao binafsi, wallahi una dhima mbele ya Allah, tena dhima kubwa ambayo hutuweza kuijibu. Lianna shuha, kwani hakika ule ugumu, ule uchoyo, ubakhili kupitiliza, la yaktasiru ala almali faqat, haishi katika mali peke yake, bali yashmalu bainana dhika nafs, kuitia dhiki nafsi. Ikawa una pesa lakini haionekani athari ya pesa yako. Allah amekupa mali, lazima ionekane ile athari ya pesa yako. Kuna nukta moja hapa, zingatieni hii. Siku zote Allah akikuruzuku, jambo la kwanza toa shukurani kwa Allah, na miongoni mwa shukurani ni wewe kuitumia ile mali katika misingi ambayo Allah anairidhia. Allah anahitajia watu watumie mali zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Umar, inna lillahi aqwaman ikhtassahum Allah bin'am. Allah na watu, wewe ni miongoni mwa watu wa Allah. Ukipewa mali basi ujue Allah akakuchagua.
haiwezekani na wala haitotokea ikawa dunia nzima tuna mali. Allah ameshasema ndani ya Qur'an, lau kama Allah atafungua kwamba mali zikawa kila mmoja na mali, dunia itafisidika hii, ardhi itachafuka hii, hakuna atakayefanya kazi ya mwenzake. Allah akajalia wewe ukafanywa haswa, ukapewa mali, basi tambua kwamba ni manafaa ya ibada, kwa manufaa ya watu wengine, manufaa ya dini, watu wasipate tabu. Ikiwa wewe umepewa mali, basi wewe kuwa sababu ya manufaa ya watu wengine. Ndio maana katika dini ya Allah kuna kitu kinaitwa at-tadhiya. At-tadhiya ni wewe kujitolea katika jambo ambalo watu wengine hawawezi, wewe ukalifanya, watu wengine wakatekeleza ibada. At-tadhiya wengi tunaikwepa. Sasa zingatia haya mambo. Ikiwa umepewa mali, ukapewa neema, ukaiziwia, maana yake nini? Huhitaji ziada. Allah sikuongezee, bali wallahi kwa maneno ya Mtume na maneno ya ulama, ukiwa una mali ukaiziwia, alafu chunguza katika mitihani inayopatikana katika mali yako, ni kiasi gani mitihani unaipata. Ile mitihani ni kwa sababu ya kuzuia. Pengine kuna mlango umeufunga, fungueni milango ya kheri, Allah atawafungulia kheri zake. bali inaenea dhika nafsi, hiyo shughuli, ule ubakhili wa kupitiliza, wa hubba tamaluki, na kupenda kumiliki, wal hasada, kadhalika na hasadi, wa mana alkhairi an nas, na kuwazuia watu kheri. Ashughuli, ule ubakhili, ukipitiliza zile haki za watu unazizuia. Mtu akitaka jambo la kheri unamnyima. وقد أشار القرآن الكريم إلى خطورة الشح. قرآن imeashiria kuhusiana na hatari ya ule uchoyo wa nafsi, fi qawlihi ta'ala, katika kauli yake Allah aliposema, waman yuqa shuha nafsi, yoyote ambaye atakayeepushwa na uchoyo wa nafsi, faulaika humul muflihun, hao ni watu waliofaulu. Sura al-Hashr aya 9. Ayuha an-nas ibadallah, falqalbu salimu, moyo salimika, yakunu kariman fil ata, moyo salimika unakuwa ni mkarimu katika kutoa. Tazama moyo wako katika utoaji, watoa vipi wewe? Wasi'a as-sadri, kadhalika kifua kipana. Moyo salimika unakuwa na kifua kipana. Maana yake nini? Una uwezo wa kukabili mambo yanapokuja, una subira, hukurupuki. Ukijiona wewe jambo linakujia unakurupuka, likitokea jambo umesema kufanya kadha, kuna subira, basi tambua ya kwamba wewe bado moyo wako haujasalimika. Kadhalika muhibba lilkhairi nas, kuwapendelea watu kheri. Ukiona moyo wako unazuia kheri kwa watu, basi wewe bado moyo wako haujasalimika. Khalian min at-tamai, bali moyo ambao umesalimika uko mbali na tamaa za kidunia. Wal hiqdi, kadhalika na chuki. Ama al-bukhlu wa shuhl, ama ubakhili, kadhalika na uchoyo, fahuma kalilani ruha, vitu viwili hivi vina sifa moja mbaya sana, vinaifunga roho ya mtu. Wayamnaani safaa alqalbi, vitu viwili pia vinazuia kusafika kwa moyo. Ukiwa na ubakhili, ukawa na uchoyo, huwezi kuwa na moyo safi. Mambo yako mengi yatakuwa ni msanii tu, dini yako itakuwa ya kijanja janja tu. Watazame watu ambao walikuwa mabakhili, watazame watu ambao walikuwa na shuhu, wallahi dini zao hazisimami sawa sawa. Watumaninatahu, kadhalika na utulivu unakosekana, moyo unakuwa unawahaka. Khamisan, jambo la 5, atawadhu wa tarkul kibri, kuwa na unyenyekevu. Moyo uliosalimika ni kuwa na unyenyekevu, kadhalika na kuacha kibri. Qala Umar ibn al-Khattabi, anasema Umar, man tawadha lillah
yoyote yule ambaye atakayenyenyekea kwa ajili ya Allah, rafa'ahu Allah tamuinua. Alafu wewe jitazame hapo ulipo. Qala Sheikh Abdul Razzaq Al-Badr hafidhahu Allah, anasema Sheikh Abdul Razzaq anasema nini? Ayuhal mu'minun, enyi waislamu, enyi waamini, walil qalbi salimi, na moyo uliosalimika, alamatun, una alama, alamatun tadullu alayhi, una alama ambazo unajulisha juu yake, watadullu ala salamatihi, bado unajulisha juu ya kusalimika kwake, wa naqaihi wa zakaihi, kadhalika na kutakasika kwake, ule moyo ukawa msafi. Waqad kana nabiyuna alayhi salam, alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakul fi duaihi, mtume alikuwa anasema katika dua zake, Allahumma, e Mola wa haki, inni as'aluka athabata fil amri, ewe Mola wa haki, hakika mimi ninakuomba kuthibiti katika jambo. Hii ni dua mtume alikuwa akiomba. Wa as'aluka qalban salima, na nakuomba moyo uliosalimika, moyo uliokuwa salama, wa lisanan sadiqan, na ulimi uliokuwa kweli. Wangapi wanaomba maneno haya kuthibiti katika mambo? Hebu muombe Allah akuthibitishe katika mambo. Muombe Allah moyo uliosalimika, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akujalie moyo wako, ulimi wako uwe ni mkweli katika yale unayosema. Maneno haya Mtume salama katika Sunan an-Nasa'i, wal qalbu salimu ma'ashara al-mu'minin, na moyo usalimika, enyi waislamu, lahu alamatun, Sheikh anasema una alama, wa min hadhihi al-alamat, na miongoni mwa hizo alama ya kwanza Sheikh akaitaja akasema, an yakuna qalban mutarahilan ani dunya, ni kuwa ule moyo wenye kuondoka katika dunia, wa mutajafiran anha, na unaepukana na hiyo dunia, ghayra mughtarin biha, pasina kughurika, pasina kudanganyika na dunia. Huu ni moyo uliosalimika. Alimin bihaqiqati haliha, bali moyo uliosalimika unajua uhakika wa hali ya dunia, wa annaha darul fana, na kwamba hii dunia ni nyumba inayoondoka, nyumba inayotoweka, wa zawal, kadhalika na kuondoka, wa annaha mutarahilatun, na hii dunia inaondoka, wa laysat baqiyatun, dunia haibaki. Ndugu zangu Waislamu, kama qala Ali ibn Abi Talib, Ali anasema ya kwamba ala tamweni ya kwamba ina dunia, hakika dunia, qad wallat mudbiratan, dunia inaondoka hali ya kutupa mgongo, wal akhirata muqbilatan, na akhira inakuja hali ya kutuelekea. Dunia inaondoka, akhira inakuja. Akasema ya kwamba walikulli wahidatin minha banun, dunia na akhira zote zina watoto. Akasema fakunu min abna'il akhirah, bas kuweni watoto wa akhira, wala takunu min abna'i dunya, na wala msio watoto wa dunia. Mkiwa watoto wa dunia mtashughulishwa kama leo tunavyoshughulishwa, tunashughulishwa na dunia, tunasahau dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Ali, fa inna liyawma amalun, leo hii duniani tunatenda, wala hisabun, na wala hakuna kuhesabiwa, wa kana hisabun wala amalun, na kesho mbele ya Allah kuna kuhesabiwa, hakuna matendo mbele ya Allah. Min alamati alqalbi salimi, na miongoni mwa alama za moyo uliosalimika, Sheikh anasema an takuna himmatuhu, ni kuwa ule moyo hima yake wahidatan, moja tu. Wa hiya, nayo ni hipi? Nayo nailu ridwallahi, ni kupata radhi za Allah. Pambana utakayopambana, uhakikishe ya kwamba hima yako kubwa ni kutaka radhi za Allah, sio radhi za watu. Walbu'du an masakhitihi,
na kuwa mbali na chuki za Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Wa min alamati alqalbi salim ibadallah, na miongoni mwa alama za moyo uliosalimika enyi waja wa Allah, bu'duhu wa mujahadatuhu lilbu'di anil maasi, ni mtu kuwa mbali na kupambana kwake kuwa mbali na maasi. Ukiona moyo wako unayakimbilia maasi, moyo wako una maradhi, haujasalimika na ni hatari mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal athami, kadhalika na madhambi, wal bid'i, na mambo ya uzushi katika dini, wa fi'li al harami, na kufanya mambo ya haramu. Tazameni umri wenu, fa in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Tazameni umri, kila umri unapokwenda yatakikana ukae na utafakari, ujipange kufanya amali njema. Lakini leo min al-asafi shadid, katika masikitiko makubwa, kila umri mtu unapokwenda ndio anatamani maasi na madhambi, bali anabobea, hajali kurudi kwa Mola wake. Hii ni hatari kubwa sana na kuonyesha kwamba moyo wako bado haujasalimika. Yaqulu al-haqq tabaraka wa ta'ala, Allah anasema walladhina jahadu fina, na wale ambao wanaopambana, wanaotoa juhudi kwa ajili yetu sisi, lanahdiyannahum subulana, Allah anasema tutawaongoza hao katika njia yetu. Wa inna Allaha lama almuhsinin, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale ambao wenye kufanya wema. Al-Ankabut aya 69. Ayuha nasu ibadallah, tazama juhudi zako katika dini ya Allah ziko kiasi gani. Allah atakupambania wewe katika mambo yako, bila shaka. Ama yeye kusema tu kwa jambo fulani linakuwa la kheri kwako, wala Allah hapambani kwa maana kama unavyoshughulika wewe. Allah subhanahu wa ta'ala akikufikiria unufaike tu, wewe unanufaika. Ayuha nasu ibadallah, wa min alamatihi ibadallah, miongoni mwa alama zake al-inayatu bitashihi al-amal akthara min al-inayati bil-amal nafsihi, ni mtu kufanya hima kupa ya kutengeneza na kurekebisha yale matendo, ili mara nyingi zaidi min al-inayati bil-amal nafsihi, kuliko kupambana na yale matendo yenyewe. Watu wengi tunapambana kufanya yale matendo, lakini bila ya kujali yale matendo tunayofanya yako sahihi. Muislamu, fikia wakati ubadilike, achana na bid'a, simama katika njia iliyokuwa salama. Leo ni waislamu wangapi bado tuko katika mambo ya bid'a? Tumesimama na watu wa bid'a ambao wanalingania bid'a zao. Huwezi kufaulu. Simama katika msingi ambao uliokuwa salama, ili usalimike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlasan lillah. Unapoyafanya hayo, fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasinatan ma Allah, kadhalika na ukweli kwa Allah jalla wa ala. Wa nusan fi ibadati Allah, au nusan fi ibadillah, kadhalika na nasaha kwa waja wa Allah. Toa nasaha ikiwa una uwezo, basi simama, toa nasaha, waambie ndugu zako jambo hili si sawa, ndio sawa sawa. Wattihama au isti'ara wa intishara wa istishara, kadhalika na kuhisi liminati Allah wa istishara liminati Allah, kadhalika na kuhisi neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako, kwamba mimi nina neema Allah amenipa. Wattihaba linafsi, kadhalika na kuituhumu nafsi yako. Ili moyo usalimike, ni lazima utuhumu moyo wako bitaksiri fi janibillah, katika mapungufu katika upande wa Allah. Tuna mapungufu mengi sana na tunazembea sana. Naam, nahnu salafiyun, tumesimama katika njia ya wema waliotangulia, lakini bado tunahitajia kurekebishika, tunahitajia kusimama
katika msingi ambao unaondoka. Jina peke yake haliwezi kukupeleka peponi. Ikawa wewe msafi jina, matendo yako sio sahihi, utafeli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuhumu nafsi yako kwa yale ambayo ni mapungufu. Ni lazima ukae chini jitathmini katika masala ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wa mujahadata Allah fi ta'ati Allah, na kupambana katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almu'minuna ibadallah, hakadha yanbaghi an yakuna almu'minu, na hivi ndivyo inatakikana awe muislamu, mu'taniyan biqalbi, au patilize moyo wake, amilan ala islahi, apambane kutengeneza, mujtahidan, bali ajitahidi fi tazkiyati, katika kuutakasa moyo wake, wa tankiyati, na kuusafisha. Ibadallah, innal ida, hakika idi, fursatun, ni fursa litasfiyati alqulubi, ni fursa ya kusafisha nyoyo, wa islahu dhati albayn, bali na kuwapatanisha wenye mizozo, wale ambao waliogombana, wasilatul arham. Kadhalika idi ni fursa ya kuunganisha udugu, wa idkhali sururi, bali idi ni fursa ya kuingiza furaha ala almuslimina, kwa waislamu. Fahrisu rahimakumullah, basi fanyeni pupa, Allah kurahimuni, ala an yakuna idukum, ili idi yenu ida taati, idi ya taa, la wa taqwa, kadhalika na ucha Mungu, la ida ghafla wa maasiya, na sio idi ya kughaflika, kadhalika na maasi. Idi hii sio ya maasi, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hii miziki imedunda na inaendelea kudunda. Waislamu, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi mtafedheshwa na Allah katika hii dunia ikiwa mnayashabikia haya mambo. Bali upande wa kina mama, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, mcheni Allah kwa mabinti zenu. Kuna watu wanawatoa watoto wao kwenda kuomba idi baraka, wanaomba pesa, wanaomba mitaani. Basi watoboeni macho kama mnataka waomba. Hii ni tabia mbaya kabisa. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Na nyinyi kina baba, simameni katika kukataza haya mambo majumbani kwenu. Tabia hii si tabia ya sawa. Mwisho wa hutuba yetu, na wahusia tupendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mapenzi yao ni kwa ajili yake Allah, si kwa jambo lolote, si kwa kitu chochote. Tuko miongoni mwetu humu tunarudi nyuma katika dini kwa mambo ya kipumbavu, mambo ambayo hayana faida katika dunia. Simameni katika dini ya Allah. Natoa tambihi ya mwisho, kuna watu wanarudi nyuma katika dini. Sisi tunaona, viongozi wa dini tunaona, wale ambao wanarudi nyuma, na yasema hapa ili watu wasije wakashangaa, wanarudi nyuma. Wallahi, jambo lako lolote likitokea, usitie mguu kwangu wala kwa Abu Khairat. Simameni katika toa. Mapenzi ni kwa dini, mapenzi yetu ni kwa ajili ya Allah. Hatuna jambo lolote kwa nyinyi zaidi ya dini. Maneno ya haki yatasemwa, kila mmoja asimame katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Eid Mubarak, taqabbal Allahu minna wa minkum. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie ibada zetu, atusamehe makosa yetu, atujalie mapenzi baina yetu, mapenzi yale kwa ajili yake, atuondolee chuki baina yetu, atuondolee uadui baina yetu, na kila mmoja uadui ya Rabbi uondolee baina yao. Jalia mapenzi ya kweli, mapenzi yenye kudumu. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie mwisho mwema. Aqulu qawli hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.